Mlango wa 3. Nebukadreza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme, uishi milele. Wewe, mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto
ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, Je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, Kweli, mfalme. Akajibu akasema, Tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, Enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. Na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akanena akasema, Na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya Mungu wa Shadraka na Meshaka na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli.